na michezo na burudani. Mwanangu amekula tinted, mwanangu amekula mshikamano. Sasa sijajua wa nini ndugu yangu. Uko poa na so? Kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kujalia baraka tele kufika siku ya leo. Na tinted mwanangu na jezi ya mshikamano. Hii ni fana letu la kikundi chetu station. Sisi kikundi chetu station kinaitwa Mshikamano. Kwa hiyo leo ndio nimeamua nivae jezi fulani hii. Bwana, tuanzie hapa mwanangu. Umewasikia majirani walichokuwa buguze na wakumba ile? Labda mimi nikuambie kitu kimoja. Mashabiki wa Simba Albadili imeanza kuwarudia. Wamesoma Albadili, sasa hivi Albadili imewarudia wenyewe. Na rafiki yangu mimi nikuambie, katika maisha yako hakuna kitu kibaya kama kuwa na njaa. Mimi nataka nikuambie, katika maisha yako hakuna kitu kibaya kama kuwa na njaa. Shida mashabiki wa Simba wana njaa. Nakwambia tena, shida ya mashabiki wa Simba wana njaa. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu mara ya kwanza watu wengi ulikuwa unawasikia hawa mashabiki wa Simba sawa, wanaongea wanakuambia Mangungu wafanyaje, hawamhitaji na aondoke, ana jipya. Lakini baada ya kuitwa gerezani, leo hii wametoka wamekuja wamebadilika, wanakuambia Mangungu mitano tena. Wengine wanakuambia Mangungu hawamtaki. Hawa wanaokuambia Mangungu hawamtaki, wao kwenye posho wamenyimwa. Hawa sasa hivi wanaokuambia Mangungu afae, anafaa, basi ujue wamepata posho. Shida mashabiki wa Simba, hakuna kitu kinachowasumbua njaa. Mashabiki wa Simba? Kitu kinachowasumbua mashabiki wa Simba njaa. Kwa hiyo hizo hapa walizokuwa wanazizungumza leo ni nini sasa? Labda nikwambie, kuonekana kama wanakejeli hivi. Hawa sio wanakejeli. Hawa wenzao wameitwa, wao hawajaitwa. Mimi nataka nikwambie, hawa wenzao wameitwa, wao hawajaitwa. Shehe wangu, mimi nina password zao hawa. Mimi ndo mtu wa kwanza kumpigia simu Mandala. Leo hii wanamshtumu. Leo hii wanamshtumu katika hao walioitwa, waliopewa posho. Leo hii wanamshtumu Mandala anatoa siri kwa watu wa Yanga. Hila mimi ndo nilomtonya Mandala. Ukimwona muulize, nilimpigia simu Mandala, wenzako anachukua posho gerezani, nenda. Kama mimi naongoma, hizo ndio habari. Mtamtafuta Mandala, mtu wa kwanza kukugea mchongo wa hela. Mangungu kawaita wasemaji. Nani alikugea mchongo? Wanaambia wengi wamekula hela. Shehe wangu, hakuna kitu kibaya mwanamume kukosa msimamo. Kwa hiyo hawa vijana walio wanazungumza leo wana msimamo. Hawa vijana wa Simba, hawa ongeaji, tuna walakini na wanaume wao. Tuna walakini na wanaume wao. Kwa sababu sio kuavua nguo. Kwa sababu ujue mwanamume akiwekaga msimamo wake haupindi. Mwanamume akiweka msimamo wake hapindishwi. Hawa miezi mingi, huu mwaka wa pili wanakuambia Mangungu afanyaje? Aondoke. Rafiki yangu ameenda gerezani, hadi wameenda gerezani umekaa dakika 45 tu wamerudi wamebadilika. Wameenda wapi? Hadi wameitwa gerezani dakika 45 wamerudi wamebadilika na wameyasahau yale ya nyuma yote wanayaongea. Shehe wangu, waandishi wa habari, mimi nikwambia kitu kimoja. Ujue hawa mashabiki wengine wanaongea kwenye mitandao, hawajui kama kuna watu sisi tukiongea wanatuamini. Kuna mtu ujue akiongea na solo Yanga anajua kabisa 99% ili jambo la ukweli. Kuna mtu akiongea Kisugu anajua ili jambo la ukweli. Akiongea JB kuna mtu anajua kabisa ili jambo la ukweli. Akiongea Malaika anajua kabisa ili jambo la nini? La ukweli. Sasa kama wewe siku zote unawamaanisha sawa mashabiki wako kuwa Mangungu hafai, leo wameitwa gerezani dakika 45 wamebadilisha maamuzi. Dakika 45 tu. Yaani hawajakaa muda mrefu. Mangungu hajakaa nao masaa 3 au 4. Alikaa nao dakika 45 tu. Wametoka wamebadilisha yaani kauli zao, msimamo wao. Na ndio maana Ahmed Ally alivyosema hawa wagawa utamu, mimi nakubali hawa wagawa utamu. Ahmed Ally alivyosema hawa wagawa utamu, mimi nakubali ile neno moja kwa moja, hawa wagawa utamu. Shehe wangu, sasa hivi shabiki wa Simba ukitembea barabarani umuoni. Hila wapenda hela, hili hawalijui.
asilimia 99 mashabiki wa Simba sasa hivi wanatembea jezi zao wanatia kwenye mifuko. Wakitaka kuhojiwa ndo wanatoa kwenye mfuko wanavaa. Wakimaliza? Mkimaliza nyinyi kuwahoji, jezi wanatia kwenye mifuko. Mkitaka kuwahoji wanavaa. Kwa nini? Kwa sababu timu inafanya vibaya. Wakipita wanazomewa. Sasa kama wewe timu inafanya vibaya, unajua mtu anaofanya vibaya huyu, wewe unaenda kumtetea, kweli unaonekana mwanamume usiokuwa na msimamo. Na sasa X Factor ya tajiri umeiona? Jeruti jana imetambulishwa rasmi. X Factor Mkongomani. Katoka timu gani? Hapo ndo kwenye shida. Kongo, ukisema Kongo nchi unasema Jeruti kaanza kuleta vyuma. Katoka timu gani? Hapo ndo kwenye mtihani ndugu yangu Lameki. Lameki, hapo ndo kwenye mtihani. Hujue mimi napenda kuwapa faida sana mashabiki wangu na mashabiki wa Simba. Lameki, kwenye dirisha hili dogo la usajili duniani hakuna mchezaji anaujua utaenda kumkuta ipo huru. Katika dirisha dogo hili la usajili duniani hakuna utaenda kumkuta mchezaji anaojua yupo huru. Tajiri katoa milioni 400 bwana. Kaipa timu gani? Lameki ndugu 10,000 unyo chai. Kweli. Wewe nitajie wachezaji waliotambulisha Simba wa kigeni. Nitajie hata mmoja timu iliyotokea. Hata yule bwe. Si nitajie timu gani? She wangu watu wanaenda kuokota wachezaji, mnakuja kutuambia analeta wachezaji. Dirisha dogo hili la usajili hakuna mchezaji unaenda kumpata uhuru anaojua. Hakuna. Kwa hiyo hata Okelo hajui kwa maana. Okelo uhuru milioni 600 baba na 20. Wewe hujaona Engineers kachukua mwewe kaenda Vipers wanaongea kandarasi inaandikwa. Depu naye hajui kwa hiyo. Depu 721 Poland. She wangu si unaongea ovyo. Sasa hajui dirisha dogo hakuna mchezaji. Sijakwambia asiyojua, nimekwambia dirisha dogo hakuna mchezaji utaenda kumpata asokuwa na timu yupo uhuru. Simba nitajie mchezaji gani wao wa kimataifa wamesajili katoka timu fulani nikugee 10,000. Si swala dogo tu hapa. Wewe unatuambia wewe hapo nyinyi rafiki yangu nyinyi waandishi wa habari. Kuna vitu vingine mnashindwa hata kuhoji na kuuliza. Kuna mchezaji katambulishwa juzi na nyinyi vichwa vyenu vidogo vya kufikiria, ndugu zangu wote mnaenda kudanganywa. Mnaambiwa mchezaji alikuwa anamweka Pacome Zouzoua benchi. Ase kama Mosi. Nataka nikuulize swali dogo sana. Na nikugeni faida. Yanga wanaenda kumchukua nakuja hapo. Si kweli. Utaniambia mwaka gani? Kwa sababu sina kuja na utanigea na nitakugea 10,000. Twende. Hanachukuliwa Azizi Ki. Kuja Yanga Afrika anachukuliwa kama MVP wa pale. Kweli si kweli? Msimu unaofuata Yanga wameenda kumchukua Pacome pale, MVP wa Ivory Coast. Kwa hiyo Pacome subiwa. Pacome nani? MVP msimu uliofuata. Azizi. Kabla Azizi. Nani? Alianza Azizi akaja Kramo kama unaona. Kramo akaja Simba. Kutoka Kramo sasa kutoka Kramo ndo anakuja Pacome. Pacome subiri basi. Anakuja Pacome anakuja Awa. Subiri sasa. Haya Pacome anachukua MVP. Yeye yuko wapi mchezaji? Anamweka benchi nani Pacome? Si yuko pale Aseki. Kwa hiyo anamwekaje yani mtu anawekwa benchi anaenda kuchukua MVP? Subiri basi nakuuliza swali. Hadi Pacome alikuwa anawekwa benchi anaenda kuchukua MVP. Yule anamweka benchi Pacome hajachukua MVP. Kwani jamani mnampili timamu nyinyi? Hujua hakuna mashabiki waliozoea kudanganywa kama wa Simba. Kwa sababu anaondoka Pacome MVP, Simba ameenda kumchukua wao. Na leo atamuona. Aua she wangu, huyu mchezaji wameenda kumsajili sio kumuona. Hajacheza miezi 4. Sawa, ila tupinge alikuwa majeruhi. Mbona nyinyi mlifanya hivyo kwa Atola kwa Siao? Atola sio hajachukua majeruhi. Atola akacheza akaumia Yanga. Baada ya Yanga kuumia, Yanga hakumruhusu kuondoka. Sawa, kahudumiwa, kapona, karudi kwenye kikosi. Siusha. Kwa hiyo msikae kuwadanganya watu. She wangu wachezaji wa kigeni waliosajiliwa Simba, kama kuna mtu katokea kwenye timu fulani sema nikugeela. Sema nikugeela. Wapo bwana. She wangu wao wanaokota nani? Katoa hela kwa nani? Kwa klabu gani katoa hela? Na ile chuma hiyo chuma unayosema wewe. Yepi? Mimi kuna kitu nawashauri Simba. Kwa Toure. Mimi kuna kitu nawashauri Simba. Mimi kuna kitu nawashauri mashabiki wa Simba na wengine wapo hapa. Hivi unajua mchezaji kama ya Toure. Wewe mbona unataka mimi niwashauri?
Simba ashazoea kugewa maagizo na wachezaji waliostafu. Hata Eto'o aliwaambia hicho chuma akaja hapa akagasa. Kwa hiyo usishangae hayo. Kwa hiyo Atule kawadanganya Simba. Ya Atule ataendelea kuwadanganya, hata Eto'o aliwadanganya. Kuna mchezaji alikuja hapa alisema walimpigia simu Eto'o. Wakaambia mali akaja hapa ikawa nini? Ikawa inaliwa. Si ushaelewa. Kwa hiyo usishangae. Mimi nawapa ushauri wana Simba. Sawa, na nawapa pongezi. Simba wamejua kusajili mchezaji. Wameenda kumsajili mchezaji asili ya kwao ya kuvaa cheni kiunoni. Kama asili ya kwao kuvaa cheni kiunoni, basi na mashabiki waunge mkono, wavae cheni kiunoni. Sawa, wamuongezee nguvu mchezaji wao asiwe peke yake kuvaa cheni kiunoni. Mchezaji anafanyaje? Simba cheni bwana. Nini? Ile ni kamba tu. Ukiwa na jezi, ukiwa na jezi ile kamba kiuno kizima. Wewe babu, wewe timu yako, usiumie timu yako. Ile timu yako usiumie, yule ana cheni kiunoni. Na wao wenyewe watu wa Simba wametuambia. Mbona anayo? Diala niletee video. Na kuongea laki hapa. Na kuhesabia laki hapa. Niletee video Diala ana cheni kiunoni. Kweli? Sio mnaedit mnatuletea hapa eti mnamweke ngoma sawa. Niletee nikugee. Niletee Diala. Niletee sio picha, niletee video. Ile sio ametuonesha Azam. Azam TV wametuonesha sio edit ile. Ile Azam wameonesha merudio tata. Unajua bwana, mimi nawashukuru sana Azam kuja kuonesha mpira huu. Bila Azam kuonesha mpira tungekuwa kusikia maneno. Sasa kama ile kamba